Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina zuri sana, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Asante kwa kufuatana pamoja nami katika kipindi hiki kizuri tulicho nacho, kinachokujia kupitia NYTV. Ninayesema nawe katika wakati huu na majira haya, ninaitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, usharika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly. Kanisa letu lipo ndani ya jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, maeneo ya Goba. Ninakukaribisha sana kanisani, na Mungu akubariki kwa kadri ambavyo unapata neema ya kushiriki katika kumega mkate wa uzima pamoja nami. Ninaomba kwa kuwa huu ni mwaka mpya wa 2026, nianze kwa kukushukuru sana kwa kufuatana nami katika vipindi mbalimbali vya mwaka 2025. Mwaka jana nilikuletea vipindi mbalimbali kupitia NYTV, TV yetu nzuri ya online ambayo imekuwa ikikusogezea mafundisho ya neno la Mungu na shuhuda mbalimbali. Na mimi nilikuwa ni mmoja wa wahudumu wazuri ambao nilisimama katika madhabahu hii na kukuletea neno la uzima. Na somo la mwisho nililokuaga nalo kwa mwaka jana ilikuwa linahusiana na karama za Roho Mtakatifu. Na kama ulipitwa na somo hilo, tafadhali nenda YouTube, andika NYTV, alafu tafuta somo la karama za Roho Mtakatifu lililofundishwa na mchungaji Hannington Kabuta. Asante kwa kufuatana pamoja nami kwa mwaka mzima wa mwaka jana. Asante kwa kuniombea, asante kwa kunitia moyo, na Mungu akubariki sana. Na kwa mwaka huu wa 2026 na kuomba endelea kufuatana nasi katika makala mbalimbali, vipindi mbalimbali ambavyo tunakuletea kupitia channel yetu nzuri ya NYTV. Tafadhali like, subscribe, alafu follow na kushare na watu wengine mafundisho haya mazuri kupitia channel yetu nzuri, na Mungu akubariki sana. Ratiba zetu za kanisani ni kama zinavyoonekana hapo kwenye skrini yako. Jumatano saa 10 mpaka saa 12 huwa tuna mafundisho ya neno la Mungu. Ijumaa saa 10 mpaka saa 12 huwa tuna maombi na maombezi. Alafu Jumapili tuna ibada 2 asubuhi na 1 jioni. Ibada ya kwanza inaanza saa 12:30 mpaka saa 3. Alafu saa 3 mpaka saa 4 tuna kitu tunaita shule ya Jumapili, Sunday School au kipindi cha wanafunzi na maandiko. Alafu saa 4 kamili mpaka saa 7 ni kipindi cha ibada ya pili. Kwa hiyo ibada ya kwanza saa 12:30 alfajiri mpaka saa 3, ya pili inaanza saa 4 mpaka saa 7. Katikati ya ibada ya kwanza na ya pili kuna kipindi cha wanafunzi na maandiko ambacho kinakufaa sana pia wewe. Na hicho ni kwa ajili ya watu wote, wewe umekuja ibada ya kwanza au umekuja ibada ya pili. Jumapili jioni huwa tunarudi ibadani kwa ajili ya maombi na maombezi. Sisi hapa kanisani tunaita ibada ya washindi, yaani watu walioshinda ulimwengu, watu walioshinda changamoto za ulimwengu, ambao wameamua kumfuata Bwana. Na ndiyo maana hata Jumapili jioni wanapatikana nyumbani kwake. Kwa Jumapili jioni tuna ibada nzuri ya maombi na maombezi, mafundisho ya neno la Mungu, lakini kuna kusifu na kuabudu kwa wingi. Ninakukaribisha sana Jumapili ya wiki hii, na Mungu akubariki sana. Ninaomba sasa nikuletee neno la Bwana kwa majira haya. Hebu popote pale ulipo, nipe tu dakika zako 25 kutoka sasa. Nataka nikuletee tafakari fupi sana ya Zaburi ya 23. Na sasa ninaomba niombe kwa ajili ya neno hili. Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya Zaburi ya 23 uliyoitoa kwa ajili ya maisha yetu, inayotupa ujasiri, hatua mpya na nguvu mpya tena. Yuko mtazamaji wangu anayenitazama wakati huu, ninamwombea moyo wa uchaji, moyo wa usikivu katika kipindi kizuri hiki ulichotupa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mpendwa mtazamaji, mimi Hannington Kabuta ninapokuletea ujumbe huu wa Zaburi 23
nimeuleta kwa kuwa ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu maalum sana tunapoanza mwaka wa 2026. Maandiko yanasema ya kwamba maisha ya mtu ni matokeo ya ukiri wake, na maisha ya mtu ni matokeo ya imani yake na utendaji kazi wake. Kwa hiyo wewe, maisha yako yatajazwa kile unachokiamini, kile unachokikiri na kile unachokitendea kazi. Yaani maisha ya mtu vile yalivyo, vile anavyovaa, vile anavyokula, vile anavyotembea, vile anavyoishi maisha ya kifamilia ni matokeo ya kile anachokiamini, ni matokeo ya kile anachokikiri, ni matokeo ya kile anachokiishi. Na ndiyo maana sasa katika mwanzo wa mwaka huu nimeona nikuletee Zaburi ya 23 ili ukiri pamoja nami ukiri huu, ili mambo yako yakunyokee katika mwaka wa 2026. Na maandiko yanasema katika Zaburi ya 23 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 6, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Mstari wa 6 na wa mwisho, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Zaburi ya 23 ndiyo zaburi ninayokuletea kwa wakati huu. Zaburi hii iliandikwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Daudi, na tunaelewa ya kwamba Daudi ni mwandishi au mtunzi wa zaburi nyingi, ingawa sio zote. Ziko ambazo zimetungwa, zimeandikwa na watu wengine ambao nisingelipenda kuwataja hapa, lakini mhusika wa Zaburi ya 23 ni Daudi mwenyewe, na anatangaza zaburi hii ukiri wake, imani yake kwa Mungu. Pendwa mtazamaji wangu, ziko zaburi zinazoonyesha maombi ya uhitaji wakati wa msaada. Ziko zaburi ambazo ni kama zaburi ya laana, kama ile ya 35, ambayo ni zaburi ambayo mtunga zaburi anaomba dua mbaya kwa ajili ya watu ambao wanataabisha maisha yake. Lakini ziko zaburi ambazo zinaonyesha kama hali ya malalamiko, na zingine zinaonyesha kama hali ya kuita msaada wa Mungu, na ziko zaburi ambazo zinaonyesha sifa na shukurani mbele za Bwana. Lakini Zaburi ya 23 kipekee haileti maombi wala haipeleki dua na sala kwa Mungu, wala haielezi yale ambayo mtu anapitia kama changamoto, bali ni zaburi ya ukiri wa ushujaa na ujasiri wa mtu ambaye anathibitisha ya kwamba imani yake ipo ndani ya Mungu Bwana wetu. Zaburi ya 23 anaanza kwa kusema Bwana ndiye mchungaji wangu, na anasema sitapungukiwa na kitu, na anasema katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Mstari wa 3 anasema hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Mungu upo pamoja nami. Anazungumza huyu mtu na Mungu, na anasema gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Haongei na watu, anaiambia nafsi yake, na anaongea na Mungu ambaye ndiyo jabali lake. Na anasema tena, wewe Mungu waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Alafu anasema umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Alafu anajiapisha
alafu anajizungumzia nafsi yake, anasema na nafsi yangu itakaa nyumbani mwako Bwana milele. Kwa sababu gani? Wema na fadhili za Bwana zinamfuata mtu huyu. Unauanzaje mwaka wa 2026? Ninapoongea na wewe leo ni tarehe 16 Januari. Bado tuna siku za kutosha, ndio kwanza mwaka unaanza. Bado tuna siku za kutosha mbele. Januari, tutaenda Februari, tutaenda mwezi wa 3, wa 8, wa 10, 11 mpaka 12. Ninalo pendekezo dogo kwako. Mfanye Kristo Yesu kuwa mchungaji wako. Mfanye Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mfanye Kristo Yesu kuwa kila kitu kwenye maisha yako. Na maandiko yanasema ziko faida nyingi za kumfanya Kristo Yesu kuwa mchungaji wako, na mimi nitajaribu kukukumbusha chache. Maandiko yanasema katika mstari wa kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mstari wa kwanza unatukumbusha Mungu akiwa mchungaji wetu, akiwa kila kitu kwetu, hatutapungukiwa na kitu. Andiko hili linazungumzia utoshelevu wa mahitaji yetu ya lazima, utoshelevu wa mahitaji yetu ya msingi, utoshelevu wa mahitaji yetu ya muhimu. Kwa kuwa Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Anapozungumza mtunga Zaburi andiko hili, anaposema maneno haya, huu ni ukiri. Anakiri ya kwamba kwa kuwa Mungu ndiyo mchungaji wangu, basi ndiyo mpaji wangu. Anajishughulisha na maisha yangu, anajishughulisha na hali yangu, mahitaji yangu ya kiroho, mahitaji yangu ya kimwili, mahitaji yangu ya kisaikolojia. Utoshelevu wangu upo kwake. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, na kutia moyo katika siku ya leo. Leo nimekuja tu kukueleza namna bora ya kuanza mwaka. Unapoanza mwaka 2026, hebu mfanye Mungu kuwa kila kitu kwako. Hebu mwalike kwenye maisha yako, mpe nafasi kwenye maisha yako, akawe mchungaji bora kwako. Mchungaji analea, mchungaji anatunza kondoo, mchungaji analisha kondoo, mchungaji anatibu kondoo wake, anajali habari ya maslahi yao mapana, sio tu kwa habari ya chakula, sio tu kwa habari ya malisho, hapana. Anajali malazi yao, anajali mazingira yao, anajali afya zao, anajali usalama wao. Kwa hiyo Mungu akiwa mchungaji wako, maandiko anasema hautapungukiwa. Manake yeye ni Mungu ambaye atajishughulisha na mazingira yako yote. He is our provider. Yeye ndiyo mpaji, yeye ndiyo mtoaji, yeye ndiyo ajishughulishaye na maisha yetu. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Agano Jipya ya kwamba tumtwike yeye fadhaa zetu zote, maana yeye anajishughulisha na mambo yetu yote. Na anasema katika neno lake ya kwamba yeye ni Mungu atupendaye, anayejali kila dakika ya maisha yako. Unapoanza mwaka 2026, nenda kwa ujasiri, iambie nafsi yako ya kwamba Kristo Yesu ndiyo Bwana wa maisha yangu, ndiyo mchungaji wa maisha yangu, na sitapungukiwa. Maandiko anasema kuna nguvu katika ukiri, kuna nguvu katika kuamini. Yaani kiri ya habari ya utele, kiri ya habari ya ushindi, kiri ya habari ya mafanikio. Kabla hujaenda kufanyia kazi ukiri huo, anzia moyoni mwako, anzia kwenye kinywa chako. Amini kwa moyo, kiri kwa kinywa, kisha nenda katendee kazi mambo haya. Maandiko yanasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na kitu. Lakini mstari wa pili pia naendelea kukukumbusha ya kwamba unapoanza mwaka 2026, anza kwa kumfanya Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi
wa maisha yako, na ndipo ambapo maisha yako yatabadilika. Mstari wa pili anasema, katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu huniongoza. Bado anazungumzia habari ya utoshelevu, bado anazungumzia habari ya upaji. Anasema katika malisho ya majani mabichi hunilaza, na kando ya maji ya utulivu huniongoza. Mungu anaweza kuwa mtoshelevu kwenye maisha yako. Wakati wengine wanakimbilia vitu vingine, wengine watabeba irizi, wengine watabeba ushirikina, wengine watabeba ndumba za kikabila na mila mbalimbali, wewe libebe jina la Bwana Mungu wa majeshi. Na mimi nataka nikutie moyo katika majira na nyakati za mwaka huu, hautaibika katika jina la Yesu. Maana Mungu anasema ya kwamba yeye mwenyewe atakuongoza katika malisho ya majani mabichi, atakulaza, na kando ya maji ya utulivu atakuongoza. Atajishughulisha na maisha yako, na kuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akawe kila kitu kwako. Mwaka huu ukauone mkono wa Mungu kwa ukamilifu kwenye maisha yako. Mungu akatende mambo makubwa ambayo hukuwahi kuyaona mwaka juzi, wala mwaka wa nyuma yake, wala mwaka jana, katika jina la Yesu. Hebu sema tena amen. Haleluya. Na anasema katika mstari ule wa 3, Zaburi 23 mstari ule wa 3, anasema hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza. Neno kuniongoza limeanzia mstari wa 2. Hapa anasema hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mungu anahuisha nafsi, analeta nguvu mpya, anahuisha, analeta kasi mpya, nguvu mpya tena, hamasa mpya tena. Unapofikia katika hali ya kuchoka, katika hali ya kuona kama mambo hayawezekani, katika hali ya kuona kama hutatoboa, mambo yamefika mwisho, anasema katika ule mstari wa 3, ataihuisha nafsi yako. Nafsi yako yaweza choka kwa sababu ya kusubiri. Nafsi yako yaweza choka kwa sababu ya maneno ya walimwengu. Nafsi yako yaweza choka kwa sababu ya kuumizwa na watu uliowatarajia sana, watu ulioweka tumaini kwao. Nafsi yako yaweza choka, yaweza umizwa kwa sababu ya mapito mbalimbali ya maisha, kwa sababu tuko duniani na mapito yanawezekana kabisa kuwepo. Sasa maandiko anasema Mungu yupo kama mchungaji ili ahuishe nafsi yako na kukuongoza. Natamka katika jina la Mungu wa majeshi, nafsi yako ikahuishwe katika jina la Yesu Kristo. Ulipokata tamaa, nyanyuka tena. Ulipochoka, inuka tena. Ulipoanguka, natamka hatua mpya tena katika jina la Yesu Kristo. Popote pale ambapo mambo yako yamekaa, mambo yako hayaendi mbele, na tabiri hatua mpya katika jina la Yesu Kristo. Pokea hatua mpya mara ya kwanza, pokea hatua mpya mara ya pili, pokea hatua mpya mara ya 3 katika jina la Yesu. Anasema katika mstari ule wa 3, hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza, na kuniongoza. Kuna Zaburi 132 mstari wa 8, anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Halafu anasema nitakushauri. Halafu anasema pia macho yangu yatakutazama, uso wangu utaenda na wewe. Napenda Zaburi ya 32 mstari ule wa 8. Bado nazungumza juu ya Zaburi ya 23, lakini navutiwa pia na Zaburi ya 32 mstari wa 8 ambao unahusiana kabisa na Zaburi ya 23. Anasema katika mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Hapo kuna mambo mawili, atakufundisha, alafu 2, atakuonyesha njia utakayoiendea, alafu 3, nitakushauri. 4, jicho langu litakutazama, yani uso wangu utaenda na wewe. Mkono wa Mungu, uwepo wa Mungu utaenda pamoja na wewe. Mpendwa mtazamaji wangu, Zaburi ya 23 inasema Bwana
ndiye mchungaji wangu. Hili ni tangazo. Mtunga Zaburi anaitangazia, anaiambia nafsi yake, anakiri maneno ya ushujaa. Hapa sio kwamba yuko kwenye pito kwamba anaomba Mungu amwokoe, no. Anajitangazia, anatangaza msimamo, anatangaza sababu ya ujasiri wake. Bwana ndiye mchungaji wangu, kwa hiyo sitapungukiwa na kitu. Halafu anaeleza huyu mchungaji wake ya kwamba katika malisho ya majani mabichi anamlaza na anamuongoza kando ya maji ya utulivu. Halafu anasema huuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa kuwa wewe upo pamoja nami. Halafu anaendelea, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Ninapenda neno kuniongoza, na nimelinki na Zaburi ya 32 mstari wa 8. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Alafu anasema nitakushauri na jicho langu litakutazama. Na katika Zaburi ya 37 mstari wa 23 inasema hatua za mtu wa Mungu zaongozwa na Mungu mwenyewe. The steps of a righteous man are dictated by the Lord, ordered by the Lord, guided by God himself. Yani hatua zako wewe zinapaswa kuongozwa na Mungu mwenyewe. Mungu yupo ili akuongoze. Hatupaswi kujiamulia. Mwaka 2026 hautajiamulia mwenyewe katika jina la Yesu. Hautajiongoza mwenyewe katika jina la Yesu, na hautaingia hasara katika jina la Yesu. Anasema yeye huniongoza. Kondoo hawana tabia kumtangulia bwana wao. Kondoo wana tabia kutembea nyuma ya hatua za bwana wao. Manake bwana wao, mchungaji wao, ataenda mbele yao, atawaonyesha njia, atawaonyesha mahali pa kwenda, na atakapofanya hivyo hawa watafuata kwa nyuma. Zaburi ya 23 inasema Mungu mchungaji mwema atatuongoza. Huu sio mwaka wa kujiongoza. Huu sio mwaka wa kuingia hasara katika kuoa kwako. Huu sio mwaka wa kuingia hasara katika kuolewa kwako. Huu sio mwaka wa kuingia hasara katika biashara zako. Hakuna hasara utakayoingia katika jina la Yesu, bali Mungu atakuongoza mwenyewe na utavuka na kupata ushindi katika jina la Yesu Kristo. The righteous man's steps are detected by the Lord. Hatua za mtu mwenye haki zinaongozwa, zinaamuriwa na Mungu mwenyewe. Napenda mstari wa 4, anasema naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Zaburi 23 mstari wa 4 unazo kweli kadhaa kuhusiana na mapito ya mtu wa Mungu. Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Hasemi ya kwamba haiwezekani. Anasema hapa inawezekana. Mtu mwenye haki, mtu mcha Mungu, mtu mtaua, mtu asiye na mawaa yoyote akapita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Inawezekana kabisa mwenye haki akapita kwenye majaribu. Inawezekana kabisa mtu mwaminifu akapita kwenye changamoto. Inawezekana kabisa mtu ambaye hayuko kwenye njia mbaya akaonja mambo ambayo yana maumivu kwenye maisha yake. Hii pia ni kanuni mojawapo ya kibibilia. Yesu akasema kwa wanafunzi wake katika Injili ya kwamba duniani mnayo dhiki, jipeni moyo. Yawezekana kabisa kupita kwenye changamoto mbalimbali za maisha mahali fulani. Yesu tena akawaambia wanafunzi wake msiogope. Anaposema msiogope, manake kuna vitu yawezekana vikatokea vinatisha. Ndugu yangu naye nitazama na kunisikiliza wakati huu, nataka nikwambie yawezekana unapita kwenye changamoto mbalimbali, kama vile walivyopita mitume wa kwanza, kama vile walivyopita manabii kama kina Yeremia, mpaka wakaitwa manabii waliao, the weeping prophet, manabii wa machozi. Inawezekana unapita kama Ayubu wa Agano la Kale, aliyepita kwenye mambo mbalimbali
ninalo neno la faraja kwako. Zaburi ya 34 mstari wa 19 unasema, mateso ya mwenye haki yaweza kuwa mengi, lakini Bwana humwokoa nayo yote. Unaweza pitia, ndiyo, hilo hatukatai, lakini mwisho wa yote yuko Mungu mchungaji mwema, atakunasua kutoka kwenye mateso hayo. Hebu sema tena amina katika jina la Yesu. Kuokoka kwako hakutakuzuia kupitia changamoto mbalimbali. Wokovu wako, utakatifu wako, maisha unayoishi hayatazuia mapito na majaribu mbalimbali, bali unaweza pitia pia hata kwa sababu ya imani yako. Lakini jambo moja ninapenda, maandiko anasema mateso ya mwenye haki yanaweza kuwa mengi, lakini Bwana atamwokoa nayo yote. Maana yake nini? Tujapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, hatutakaa hapo, hatutaishi hapo, hatutafia hapo, hatutamalizikia hapo, bali nijapopita. Sijui kama nanielewa. Maana yake we are not there to stay. Sisi tunapita tu, hatutakaa kwenye hayo majaribu milele, hatutakaa kwenye hiyo hali hapo milele, bali tunaelekea mahali fulani. Mstari wa 4, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Manake inawezekana kabisa kupita kwenye changamoto mbalimbali, kufiwa, vifo, majaribu, changamoto, kuingia hasara za biashara, kufeli kwenye masomo, ndoa kuyumba. Haya ni mambo ambayo yanaweza kumpata mtu yoyote duniani. Ndio maana anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, lakini anasema sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Mungu hajaahidi kwamba hatutapita, anasema tunaweza kupita, lakini alichoahidi ni kwamba hatutakuwa peke yetu. Maana yake hautakuwa peke yako. Mungu atapita na wewe, atakubeba kwenye hilo jaribu, atakuvusha kwenye hilo pito, atatembea na wewe, atakusaidia. Wakati watu wanaangalia kuharibika kwako na kuteketea kwako, Mungu anasema atakutetea na utatoboza upande wa pili salama katika jina la Yesu. Kwa nini? Gongo la Mungu na fimbo yake vyatufariji. Gongo lake na fimbo yake vyatufariji. Alafu anasema mstari wa 5, ninapomalizia ndani dakika 5, anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, na anasema umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Waandaa meza mbele yangu, alafu anasema machoni pa watesi wangu, watu wakutakiao mabaya. Yaani Mungu anaweza akakubariki katikati ya changamoto, katikati ya wabaya wako. Yawezekana ofisini na watu wanakusema, yawezekana ofisini na watu wanakupiga vita, yawezekana ofisini na watu wanaokuzoza, yawezekana ofisini na watu wanaokung'onga. Maandiko anasema Mungu anaweza kuandaa meza ya shangwe, meza ya furaha, karamu mbele yako machoni pa watesi wako. Yaani Mungu hata subiri paka wao waondoke ndio akubariki, wala hata subiri paka kutoa hapo ndio akubariki. Anaweza andaa meza ya shangwe, karamu ya shangwe mbele ya watesi wako. Mungu anaweza fanya kama alivyofanya kwa Daudi, mbele ya watesi wake, mbele ya watu waliomdharau, mbele ya watu waliomwona ndivyo sivyo, mbele ya watu waliomwona hafai, hata wakakataa kumwita kwenye karamu ya kusimikwa kwa mfalme. Lakini Mungu alimkumbuka Daudi, akamleta mbele ya macho yao. Daudi anapoongea mambo haya, Zaburi ya 23, anaongea kwa experience ya maisha yake, mambo yaliyompata. Alikataliwa Daudi, alitupwa Daudi, alisauliwa paka na baba yake mzazi wakati wa kusimikwa kwa mfalme, na paka ndugu zake wakamweka mbali. Lakini Mungu akamkumbuka. Mungu akakukumbuke mwaka huu na akaandae meza ya shangwe na karamu mbele yako na machoni pa watesi wako. Natamka kwa lugha rahisi na kinabii ikawe hivyo katika maisha yako. Na mwisho kabisa anasema ya kwamba umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Mungu akupe kibali mwaka huu, mafuta ya shangwe, mafuta ya kibali, mafuta ya mvuto, mafuta ya kupendwa, mafuta yanayovuta kibali
yakawe juu yako katika jina la Yesu. Huu ni ujumbe wangu wa kwanza kwa mwaka huu. Nasema Mungu akupe kibali kwenye biashara. Mungu akupe kibali kwenye kazi za mikono. Mungu akupe kibali kwenye huduma. Mungu akupe kibali kuanzia rohoni mpaka nje, ukapendeke katika jina la Yesu Kristo. Lakini mwisho anasema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Pendwa mtazamaji wangu, mimi Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, usharika wa DPA hapa Goba, Dar es Salaam, inakukumbusha tu tafakari fupi ya leo ni Zaburi ya 23 mstari wa 1 mpaka wa 6. Biblia inasema Bwana ni mchungaji wetu, na kutia moyo Mungu akawa mchungaji wako, akawa kila kitu kwako. Akiwa mchungaji wako hautapungukiwa na kitu. Akiwa mchungaji wako atakulinda, atakuongoza, atajishughulisha na mahitaji yako, na zaidi ya yote atakuondoa kwenye mikono mibaya ya adui zako, na hata kuacha katika tamaa za mbaya ya kwamba uteketee. Sisi wana DPA, wanangu wote wa kanisani, tumeamua kufanya Zaburi ya 23 kwa ndio andiko letu la mwaka. Tunasema huu ni mwaka wa utele, na kutabiria na wewe Mungu akawa mchungaji wako, na utele ukawa ndio fungu lako, utele kiroho, utele kimwili. Ninatamani unifuate kwa maneno haya, wewe ambaye unataka kuokoka na kumfanya Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Leo nimekuja kukusii, anza na Bwana. Hebu sema maneno haya, sema: Bwana Yesu Kristo, mimi nimeamua kukufanya wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukawe mchungaji wangu, ujishughulishe na maisha yangu, na mimi nijitoe kwako. Kuanzia leo mimi ni mwanao na mtumishi wako, katika jina la Yesu, amen. Kwa maneno hayo mafupi, Kristo Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mpe nafasi ajishughulishe na maisha yako. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Namba zangu za simu hizo hapo chini, utanitumia ujumbe mfupi, utaniandikia message kwa ajili ya maombi, ushauri na kadhalika. Niko tayari kukutumia. Mungu akutunze. Naitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa TAG hapa Goba, Dar es Salaam. Bye bye and may God bless you. Amen. Amen. Amen.